Pale baba akaanza kuchanganyikiwa. Mwanangu, wewe bwana, wewe kichaa. Nikasema baba, umeingiliwa. Nakwambia mimi sio kichaa babangu. Naomba twende haraka sana nikupelekee polisi. Watasema umeniua, unataka hela yangu uichukue. Ile pointi baba ilimuuma kweli. Kwani kulikuwa na nani aliyeona lile tukio mpaka umpeleke mzee polisi? Pale tukio la pale, wakati namueleza baba, mdogo wangu Siwema alikuwa mdogo. Wakati ule 97 gunia 10 nilipata shilingi 40 tu. Ni hela nyingi sana. Ndio nikasema mtaji huo utanisaidia. Pale Msamala kuna sehemu inaitwa ni sehemu ya wanasema pale kuna uwanja ule wa nini wa Msamala ule wa kama kuna matukio ya nini sherehe nini unaona Sabasaba, uwanja wa Sabasaba. Kuna ofisi nyingi sana za serikali. Pale wakati tunatembea nampa usia baba yangu. Baba yangu kama laiti mimi nitakufa. Tunatembea tunaenda Matalawe sasa. Polisi. Basi hii pesa nataka mdogo wangu imsomeshe. Na hii hela ikichukuliwa umpelekee dada yangu Arem sasa angekuepo naye angesikia naye angesema ni kweli yalitokea hayo. Tunaelekea kituo cha polisi. Naongea hata leo wakati 97 na hata waumini ambao nilikuwa nasali nao katika full gospel, matatizo yangu yote waumini walikuwa nasalia kwenye makanisa nini ya makanisa walikuwa nini shule za sekondari. Si unakumbuka 97 shule ya msingi Mfaranyaki. Ndio wakati ule mimi ndio matatizo yangu nayapata, ndio Kakobe alikuwa na kapeleka kule kwenda kupeleka makanisa kule. Kwa hiyo nilipofika pale tayari nikaanza kueleza haraka sitarudia tena yale nyuma. Nikaanza kueleza kuanzia safari yangu kutoka Dar es Salaam hadi kufika nyumbani kwenda kulima. Naeleza pale kituo cha polisi. Kutoka hapa ndo nikatoa jukumu la kwenda kumwambia baba wakati moyo umesimama. Mkuu wa kituo asema moyo kama utasimama ungekufa. Nikasema kwa mapenzi ya Mungu huwezi ukafa. Sababu hata Adamu aliumbwa kwa udongo. Huwezi kujua Mungu ana kusudi gani au pitio. Kwa hiyo baada ya kueleza vile ukasema mzee, kwa sababu huyu mtoto ameeleza alikwenda Msamala na wale vijana walimpeleka kule kwenye mlima, yule walimvutisha madawa kulevya. Nakiri mbele za Mungu sikujawahi kuvuta madawa kulevya. Na hata ile bangi sikuthubutu kuvuta ikadondoka. Nadhani Mungu hataki uonevu. Katika njia zangu za maisha kuna kitu kimeingilia kati. Kwa hiyo muda wote hata kama nikifa hapa, kwa hiyo babangu nimemnusuru, baba yangu hajahusika. Watakaohusika basi Mungu mwenyewe atakayejua. Kwa hiyo mkuu wa kituo alimwambia baba, Mzee Gama mpeleke hospitali, huyu inawezekana katumia madawa kulevya. Huyu moyo haujasimama. Kwenye mabano kuna nini hapo? Anachokijua pale ni nani? Mwanadamu ni Mungu. Ni Mungu pekee. Kwa hiyo msaidizi wangu mimi sio mwanadamu. Na nimeongea haraka mnishike moyo wangu, mnishike hapa kwenye kiganja. Je, moyo wangu unadunda? Wakishika hapa nikiongea kwenye kifua changu moyo hata udondi. Huo moyo umeenda wapi? Na jaziba. Kwa nini moyo ungeonesha unadunda? Wangeeleza Gama, mbona moyo unadunda? Si huo moyo unadunda. Lakini hakuna majibu yoyote. Lakini baadaye yule daktari akasema moyo ukisimama lazima ufe. Na wewe kijana moyo hujasimama. Manesi wengine walikuwa kama leo wapo hai, watajua simulizi hii. Kitu gani nitakachoeleza kwa wanadamu wakaniamini? Kitu gani? Nilichofanya pale baba unasemaje? Sema sasa kwa kuwa daktari amesema dawa yako ni maziwa. Au sio bwana Tena nini yale yasio ganda yale fresh. Sasa pale nilipotoka pale pale hospitali, pale ndio kuna barabara kubwa ya kwenda JKT, kuna kambi la JKT mle ndani na kwenda kwenye maziwa na hapo polisi. Unaona Mungu awanielewe ya wanadamu. Msaada wangu ni wewe. Naomba unisaidie ili wanielewe. Nashangaa nimeambiwa nipige magoti. Pale kwenye mchanga pale nikapiga magoti. Nilipopiga magoti ishara nikaonesha mkono wangu juu. Kwa Mungu wangu ndio msaada wangu. Mungu wangu nisaidie. Unanipeleka wapi? Unataka nini? Baada ya hapo nikasimama. Watu pale wakainuka, walisimama pale wananiangalia mimi. Kwa sababu pale wanaonekana. Pale hospitali wote wananiangalia mimi. Wauguzi wale manesi wananiangalia mimi. Naona kwenye ofisi mbalimbali wananiangalia mimi. Jamani, haiwezekani. Mnasema huyu madawa kulevya. Wanaanza kubishana pale. Leo anahubiri neno la Mungu, alafu mtoto wa Kiislamu. Na neno lililonyoka. Huyu ni nani? Inawezekana Mungu anakusudi. Sasa huyu kama hajazaliwa, pengine wanataka awe mganga. Huyu kwa sababu huyu anahubiri neno la Mungu. Nikapewa jina jipya. Godfrey Aligama. Akatamka pale. Kabla moyo wako hujarudi,
mwambie baba yako. Baba amka. Karibu ule mwazana saa 10, ule mwazana ule wa kwanza ule kabisa, mwazana unataka kugonga pale. Unakwenda ule ndo mdogo ule wa kwanza, tunakuja wa pili. Baba, nini mwanangu? Saa hizi ni saa 10 kasoro. Baba, na tena nipo na sauti. Saa hizi ni saa 10 kasoro. Amka baba. Amekuja rafiki yangu hapa. Anasema Ali Gama wamemuua, wamemtupia jini. Kwa hiyo amekuja kunibadilisha hapa. Anasema kuanzia sasa naitwa Godfrey Gama. Baba aliposhtuka tu pale kuniangalia mimi. Kutoka kuchumbani kuniangalia mimi. Nini? Godfrey Gama. Moyo wangu mdogo mtangazaji ukaanza kudunda. Baba moyo umerudi. Baba kakimbia kwenye kifua kuangalia. Moyo baba sinaona. Ule moyo nilikwambia ukamatwe, si ulikuwa udundi. Huyu sina dunda. Sasa Mungu tayari nimekuwa mtu mpya. Pale Mungu akarudi tena akaingilia kati. Godfrey, na kuandalia vifaa vya kiroho. Kutakasa nini? Madhambi ya hali katika mwili na katika kinywa. Kuanzia sasa Godfrey, ukiamka asubuhi utanunua Colgate mpya kutakasisha madhambi ya hali kwenye meno na mswaki mpya. Sawa? Utanunua sabuni mpya. Sawa? Utaandaa maji mapya. Unaona kutakasisha madhambi ya hali. Sawa Sasa utanitomekea. Baba yangu asikii, mimi nasikia. Mwambie baba yako. Pale nikamwambia baba, naambiwa saa hizi hapa. Sawa, moyo wangu umesharudi. Sawa, Mungu anasema nikuambie asubuhi. Fanya 1 2 3. Fanya 1 2 3 4 5 6. Maliza yote niliyokuwa nimesema. Mafuta mapya, mswaki mpya, Colgate mpya, yote. Natapata hela yangu ile. Hela sipo dada. Sawa Kwa hiyo ile utaenda kuchukua, utaenda kulipa vifaa vya kiroho. Na ikumbuka tena hela wakati nilishaigawa ile hela. Sina usingizi, yani kutoka muda ule sina usingizi. Sababu sikulala, nasema siku hiyo imeisha sikulala. Sina usingizi. Babangu kachoka. Baba acha. Nikatoka nikaenda dukani asubuhi saa 12, nikaenda kugonga hodi, nikataka vile vifaa vya kiroho sasa. Kwa yule alikuwa mtumishi wa Mungu na alikuwa kanisa la Kakobe, alikuwa nasali pale. Unaona alikuwa kwa Lomole kuna duka pale. Songea pale Matalawe hapa nilibomba bili kwa chini. Baada akaamka nataka sabuni mpya, Colgate mpya, mswaki mpya, vile vyote akanilipa. Babangu atakuja kuleta hela. Akasema sawa. Mimi nikaondoka. Nikachukua maji, ndugu mtangazaji, nikapeka bafuni. Asubuhi hiyo tayari. Kupeka bafuni na vile vifaa vyangu vyote vya kiroho. Nilipoanza kutumia vile vifaa vya kiroho kupiga mswaki, naongea Ali ameshakufa. Kumebaki mwili mpya na utumia Godfrey anaanza kuutumia upya. Unaona kwenda takasisha madhambi ya Ali kwenye mdomo. Nimemaliza pale sasa, naoga madhambi ya Ali katika mwili. Najimwagia maji. Yaani nikijimwagia maji mwili unasimuka, unakuja mpya. Nakuwa na nguvu. Afu kitabu kinaandikwa hapa kitabu. Mdomoni kinatoka kitabu. Kitabu gani hicho? Kitabu cha maneno ya Mungu. Kinatoka pale. Basi kufika pale, nilivyomaliza tunataka nitoke pale bafuni. Pale neno la Mungu, mtoto wa Kiislamu sijawahi kupelekwa kanisani wala msikitini. Msikiti mwenyewe nimeshia alifu BTS jimu, yale maneno ya kwanza sikumaliza basi. Na Roma mimi sijawahi kushika Biblia, nikaanza kuyateremsha maneno ya Mungu. Ndio pale sasa baba anashangaa na mdogo wangu anashangaa na kuna mgeni mwingine wanakuja pale wanashangaa. Baba, mimi sasa sio mwenzako kama Yesu amekuja kwa mpango rasmi wa Mungu. Unaona Kristo. Unaona kwa mpango rasmi wa Mungu. Baba, sasa mimi nataka nitoke nikatafute nini? Waumini wenzangu. Mtoto wa Kiislamu anasema anatoka nje sasa kwa jamii akatafute waumini wenzake. Baba akanisema sawa. Hapa hakuna kuaganga kienyeji, hakuna nini. Moyo wangu umesharudi tayari. Mungu ameshakaa. Kumbe moyo ukiwa safi, Mungu uketi pale. Kumbe moyo injini, sawa, ndio madhabahu ya Mungu. Unapomkaribisha Mungu aingie kwenye moyo wako, na Mungu anakukaribisha kwake. Kwa hiyo chochote unachotaka, kumbe moyo ni madhabahu ya Mungu, ndio nini? Benki kuu ya Mungu. Chochote unachokitaji wewe kwenye maisha ya kiroho, maisha ya kimwili, utapata kwenye benki yako ya moyo wako. Basi ndugu mtangazaji, kuanzia hapo nikaanza kuhubiri neno la Mungu na kwenda natafuta waumini. Kweli nikaanza kuwapata. Dadangu mmoja kule kwa mzee leo kule, mtoto wake alikuwa anafanya kazi alikuwa anafanya kazi hospitali ya Songea mjini. Nesi. Nikamfuata siku hiyo. Nikamwambia dada, mimi nimeokoka. Wewe hali, sema mimi sio naitwa Godfrey. Nini? Nikaanza kumueleza halisi. Walicheka sana. Siku hiyo kulikuwa na kanisa la nyumbani.
kanisa la nyumbani. Yule muumini akaja pale, bwana, mtoto wa kakangu Muislamu amekuja hapa anachekesha, anasema ameokoka na nini. Nilisema mimi si mwele kakangu, mtu wa Mungu sana, unaona. Wakaifa kanisa na mimi nikaingia, nikakaribishwa kwenye kanisa la nyumbani. Kumbe makanisa ya nyumbani ni muhimu. Muhimu sana. Makanisa ya nyumbani ni muhimu sana. Sio mpaka kwenye kusanyiko. Hapana. Kwanza unabomoa nguvu ya shetani pale. Makanisa ya nyumbani. Yaani muda wote unakaribisha malaika wema wanakuwa pale wanakulinda. Yaani ndio maana hata kama nyumba, ndugu mtangazaji, umejenga, lazima uache chumba kimoja kumjengea Mungu madhabahu yake ya maombi. Kile chumba ina maana muda wote kiwe safi. Nyumba safi, yule safi uketi pale maisha yake yote. Shida zako zote ukifika pale ukimsikiliza pale anakusaidia. Kwa hiyo madhabahu haijalishi ya kanisani, hapana. Hata ya nyumbani madhabahu. Na makanisa ya nyumbani ni madhabahu yanakwenda nyumba kwa nyumba, si ndio maana yake? Kwa hiyo yanasaidia sana. Yule mtumishi alipoanza maombi, akianza maombi kumtukuza Mungu, mimi ni wa kwanza, yeye anafuata nyuma. Naongoza mimi. Mtoto wa Kiislamu. Tena nakwenda kasi, yeye nyuma, mimi naenda mbele. Watu wana baada ya hapo kuisha pale, huyu mtoto aina gani? Pengine huyu Mungu anakusudi lake. Mama Paulo, huyu mdogo wako anakusudi la Mungu, anakusudi lake. Kama moyo ulisimama na kapewa jina, mtoto wako uliomzaa ukikosea jina, ukampa babu yake mchawi, bibi yake, shangazi yake, umekosea jina, umekosea maisha yake yote. Hiyo ni ya sasa unasema ama? Unasema? Unamwambia mtazamaji ama? Nasema mtazamaji, na kueleza sisi wanadamu, mtoto wako ukikosea kumpa jina, basi umeshaharibu maisha yake yote. Na kama ukajua kama jina ndio tatizo la mtoto, basi tafuta jina halisi, uweze kubadilisha mtoto. Ndio maana wengi wanatafuta majina ambayo yaliyokuwa sahihi kwenye vitabu vya Qur'ani, majina yaliyokuwa sahihi kwenye Biblia. Wanatafuta jina. Lakini kuna majina mengine unayotafuta kule, tayari Mungu alishawabadilisha wale. Walishabadilisha, wana majina mengine sasa hapa. Lakini sisi bado tunawasoma wale. Na tukaweka majina yale. Atakubadilisha nani yale majina? Tutazame yale za nyakati. Jina limebeba ukuu wa Mungu. Jina ndio kila kitu. Jina ndio mwanadamu wa mbinguni anayotambulisha ule mwili. Jina, mwanadamu kafa, jamani, kafa mwili wa fulani kama nilivyosema. Kwa hiyo jina limekava nafasi za mwanadamu. Basi mpaka hapo mimi maisha yangu yakawa hivyo. Kweli nikafika hadi kanisa lile la lokole la Kakobe ile 97. Wale waumini wale kanipeleka kule Jumapili. Kwenda Jumapili, mamangu bado yupo shambani. Nikaenda kule Jumapili, nikawaeleza babako hata kama akiwa mkali tutakusaidia. Nilipata tabu sasa, babangu ni Muislamu sana. Mgeni yeyote anapoingia kwenda kwenye kanisa lazima apate mafundisho jinsi ya kumtumikia Mungu ile asubuhi kabla ya kusali kwa pamoja. Kwa hiyo mpaka hapo basi mimi nikamwambia, kwa sababu kuna vijana pale wanaongoza neno la Mungu, wanapata mafundisho. Paulo, yani mtoto wa dada, sasa mpeleke mjomba wako kule naye akapate mafundisho. Na huko anaeleza matukio yangu kule nje pale. Nende pale shule kwenye miti mikubwa, shule mfanyake. Mimi nikapelekwa kule. Pale nilipomsikiliza nikamwambia, mjomba Paulo, huyu dada anafanya nini? Anasema anawafundisha nini? Wokovu wapya. Nikasema mimi hapana. Mimi sio mwokovu mpya. Mimi nimetumwa na Mungu nije kuokoa na wengine. Au sio bana? Mbona naona watoto tumu ndani? Wakubwa wako wapi? Unaona ndio jambo la kwanza naanza kuongea pale. Hiyo ilikuwa ni ndoto ama ni halisi? Hiyo ni live, unaongea live. Ukishatoka pale sasa unakuwa kiroho, wanakushibisha kiroho. Na baadaye unaenda pale. Na kule kuna wakubwa vile vile kwa sababu wametenganishwa pale. Na wakubwa pale nao wanapata neno la Mungu pale. Nilivyosema mimi sio mtu kufuata mafundisho. Tayari Mungu amenifundisha. Ameshanifundisha tayari. Nimekuja kuwasaidia watu wanapotea. Kwa hiyo yule sasa mchungaji ambaye yule wa mara ya kwanza yule dada, wewe nani? Kaka, mpeleke kwa watu wakubwa. Mimi pale nikaingia mlango wa darasa la watu wakubwa. Hongera sana. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Wakasema milele amina. Wakati kwa mara kwanza wanijui, nimefungua mlango wakaita milele amina na mtumishi wale mbele. Wanajua mimi ni mwenzao pale. Kuja pale nikakaa kwenye darasa, kwenye benchi, nikaanza kusikiza neno. Hawanijui, wananijua wale wa nje sasa kule. Wanaeleza na dada yangu sasa pale. Baada ya muda mtumishi akaanza kuweka maswali na majibu. Nikauliza habari ya ndoa
mke na mume ndani ya nyumba. Unaona? Sasa ile swali baada ya kuulizwa watu wameshindwa kunyosha mikono. Kwa mara ya kwanza mimi nikajibu nani? Mimi kichaa mwendazimu nikaanza kuonyesha mkono juu. Wakati huo mimi sijaoa. Fikiria wangapi waliotangulia kuwa pale ni wameshindwa kujibu. Mimi lile nikalifafanua vizuri maisha ya mume na mke. Mpigeni makofi, ukanipiga makofi. Kichaa anapigwa makofi. Si ndio manake? Kumbe yule wa ndani anapigwa makofi, sio mimi mwili. Alinongoza yule wa ndani ambaye ni Mungu mwenyewe amekisha kava nafasi yake madhabahu. Kwa hiyo baada ya pale likauliza tena swali tena jingine. Nataka ninyoshe, baadaye kule wakatokeza kule nyuma. Kila mtu anasema akasema hapana, Mungu anakusudi. Kuna jambo linatokea. Huyu inawezekana Mungu anamwandaa kufanya kazi yake. Kila mtu anatoa maneno yake. Haiwezekani wanabishana pale. Pale niliacha simulizi. Na mimi mtoto wa mwisho wa kiume, mimi mtoto wa 6. Namba 6 ogopa sana. Ikawa kwa wanadamu hawana jibu sahihi. Jibu analo Mungu, anataka nifanye nini? Mwili sio kitu kwa Mungu. Mungu ni roho. Yohana 4:24. Mungu alivaa mwili akaja kwetu, Yohana 1:14. Kwa hiyo maisha yangu yalikuwa hivyo, nimetembea na Mungu hadi kufika nyumbani salama. Nafungua pale, naingia, nakutana na kina dada na shemeji na mdogo wangu ule. Sasa kaka ulimwambia kichaa ndio huyu? Kichaa gani? Pale pale wanakutana neno la Mungu, naanza kuhubiri neno la Mungu. Karibuni sana. Sasa mwenda wazimu anahubiri neno la Mungu. Yaani anatoka huko anatembea neno. Kwa hiyo Mungu tayari ameshakava. Moyo wangu tayari umeshakaa katika maisha yake. Baba yangu alikuwa anampenda sana mkuu wake. Mume wa dadangu alikuwa anapenda sana baba yangu mimi. Kufika pale, jambo la kwanza baada ya kuniona mimi anaanza kuongea na nani? Mkuu wake. Wachawi wanamuizinisha akubali, lengo ni uwe mimi, wanipoteze. Kama mzazi atakuwa na mimi nitapotea. Kwa hiyo Mungu ameshaona baba tayari mdhaifu. Mama yupo shambani ajui kitu. Tunakaa pale huku napiga neno la Mungu, tunasubiri majibu. Nisha kunywa hapa lita moja nishamaliza. Ndio mtangazaji. Tunapiga story wanasema baba ananiangalia usio huyu atapika. Ilikuwa kama yani movie fulani hivi ambaye Mungu mwenyewe sijui ndio question yake, sijui ndio maisha yenyewe ya duniani. Kwa nini ulikuwa unahisi sana kuchukuliwa? Kwa sababu jambo la kwanza mimi ni mwanadamu. Wapo waliokuja wakazaliwa wakafanya vitu vya ajabu vikubwa sana vya kumcha Mungu na wakaweka matendo ya Mungu na wakaondoka. Wapo wakaja duniani nao wakafanya sana uchawi watoto wadogo na wakaondoka. Hata hawajafika miaka 5, 6, wakaondoka. Kwa hiyo ndio pale mimi nilikuwa namwachia Mungu mawili tu. Niache duniani au nichukue. Kwa hiyo mimi nilikuwa tiketi yangu mimi nilishakubali. Sababu tayari kawa mlinzi wangu yupo atakayeweza kunisaidia mimi. Nimekaa mimi pale sina usingizi na uzuri aliweka saa zile za ukutani zile za kusoma za mshale zile zipo pale. Sasa nikasema hapa ndio mpango mzima. Sasa sipo hapo. Sasa kama kichaa babangu atajua hapo. Sasa kukaa baada ya muda hadi saa 7, saa 8 kwenye makanisa wanasema nyimbo moja usiku wa manane. Wanaimba sana usiku wa manane, wanalia sana watu usiku wa manane. Usiku wa manane watu wanapolala wamechoka na mili. Usiku wa manane watu hawamtambui tena Mungu. Majukumu yamewabeba. Mashetani, mizimu imewabeba. Unapolala ukamsahau Mungu, hujamkaribisha ndani ya moyo wako, hujaandaa madhabahu ya Mungu sehemu ya kukutana na wewe. Moyo ndio injini ya mwanadamu. Ndio kwa maana nilikuwa nalia moyo. Mungu akanishikilia pale. Mwanadamu moyo ukisimama anaondoka. Kuna mwanadamu aliyotoka duniani katika udongo. Unaitwa nini? Mwili na damu, nyama na damu. Afu na mwanadamu wa kiroho katoka mbinguni. Kwa hiyo sisi tunaishi tuna wanadamu wawili wa duniani na mbinguni. Ina maana unapoishi hapa duniani ukitenda mazuri ndio yule wa mbinguni ndio anaenda moja kwa moja wapi? Mbinguni. Ukitenda mabaya yule akibaki duniani yule ndiye anakuwa mbaya sana. Mzimu wake unakuwa mbaya sana. Ndio Lucifer anamtumia milele. Yule anakuwa mwanadamu wa wapi? Wa milele. Kuzimu. Maisha yako yote ya milele itakuwa kuzimu, sio mbinguni tena. Lakini nikitenda mazuri, maisha yangu ya milele itakuwa wapi? Mbinguni. Kwa hiyo haya ndio maisha duniani. Haya ilikuwa ni usiku wa manane. Nilipokaa usiku wa manane yule saa 8 inagonga pale saa 8. Ikafika saa 9, inaelekea saa 9 ile saa 8 saa 9. Ndugu mtangazaji, baba anakoloma pale.
Mimi nimesoma sasa inaelekea saa 9 kasoro hivi. Nashangaa pale nilipolala, nimelala miguu yangu nimeka huku. Natazama huku mbele kwenye ukuta wangu, ukuta huko kwenye kona. Nashangaa mwanga, ndugu mtangazaji, unatoka mwanga mweupe unaingia ndani kuja kwangu. Chumba kile chote pale barazani, mimi na ule mwanga. Ni nani wa pili alikuja kunisaidia? Ili Mungu aketi ajisikie yupo sehemu salama, kwenye mazao salama, lazima abadilishe mikakati. Agano la mwanadamu na Mungu. Hata wachawi na maagano yao. Maagano na Mungu yalikuwa aje sasa wakati anaongea anataka kuniokoa, wachawi wameshachukua jina, tayari wameshaniingilia majini. Jambo la kwanza Mungu atanitamkia ili uwe upande wangu. Sawa? Na kubadilisha jina. Nataka unitumikie. Mungu akisema mwanangu, pole sana. Kuanzia sasa hivi ananipa amri sasa pale. Kuanzia sasa, kuanzia leo na kubadilisha jina. Utaitwa Godfrey Gama.